baadhi ya vitu adui anaweza akavipanda ndani ya kijana, aidha ndani ya binti, alafu ukaona na jambo la kawaida. Ndio maana vijana wengi wanahangaika sana kwa habari ya mahusiano. Haleluya. Majeshi. Naomba funua kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14. Sura ya 14 na ule mstari wa 8. Kama una Biblia naomba nisomee haraka yule ambaye ana sauti kubwa. Amen. Mwenye Biblia, Matendo ya Mitume, nataka tujifunze Matendo ya Mitume. Baada ya hapa nitakuombea. Fungua kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia sura ya 14 ule mstari wa 8 tujifunze. Ambaye umepapata shepherd, naomba fungua unisomee. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu naachia moto kila aina ya mapepo ambao wametumwa kuizimisha imani yangu. Kwa jina la Yesu ninawaangamiza. Kwa damu ya Yesu nawaangamiza. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kila aina ya ugonjwa ambao unanisumbua kwa muda mrefu, kwa sababu ya imani yangu ya kusitasita, leo kwa jina la Yesu nasema kwa imani. Hebu sema, nasema kwa imani, ule ugonjwa uwe wa kichawi, usio wa kichawi, toeka. Hebu sema toeka. Kwa jina la Yesu ninaagiza utoeke kwa damu ya Yesu. Hebu sema amen. Piga makofi makubwa kwa jina la Yesu. Sote ambao tunapata naomba tusomee haraka Matendo ya Mitume. Yes, naomba tusomee. Leta sauti yako kidogo kwa sababu maiki yetu ni moja. Amen. Matendo ya Mitume. Haleluya. Amen. Na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mama yake, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Hadi ngapi? Ishi hapo. Majeshi. Yakipiga majeshi. Utaendelea huo mstari unaofuata hapo. Amen. Biblia inasema kulikuwa na mji mmoja. Haleluya. Palikuwa na mtoto mmoja ambaye amezaliwa toka tumboni mwa mama yake. Tangu amezaliwa alikuwa ni kilema, hawezi kutembea. Majeshi. Hawezi kutembea. Toka amezaliwa tangu tumboni mwa mama yake ametoka, hawezi kutembea. Kulikuwa na mtumishi mmoja anaitwa Paulo. Alimuona akamkazia macho. Baada ya kumkazia macho akaiona imani yake. Majeshi. Biblia inazungumza akasema Paulo baada ya kumwangalia akagundua huyu mtu ana imani ya kuponywa. Hebu endelea hapo tusome huo mstari. Mstari wa 10. Ndio. Akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa. Akasimama upesi akaenda. Amen. Ishi hapo. Naomba ukae. Majeshi. Piga makofi makubwa kwa Bwana Yesu. Biblia inazungumza alipomuona tangu amezaliwa hawezi kutembea, alipoona imani yake tu akamwambia sasa simama kwa miguu yako na utembee. Ina maana asingekuwa na imani, asingeona imani yake, asingeweza kutembea. Majeshi. Lakini baada ya Paulo kuona imani akasema hapana, sasa huyu kwa kuwa ana imani ngoja nimwambie. Akasema kwa sauti kuu, yani kwa sauti kubwa akamwambia simama kwa miguu yako. Hebu just imagine, mtu amezaliwa, baada ya kuzaliwa hawezi kutembea, tangu tumboni ni kilema, amezaliwa hawezi kutembea hata kidogo, lakini mtu wa Mungu baada ya kuona imani yake tu akamwambia simama na utembee. Yamkini hata wewe kuna matatizo mengi sana na kusonga. Tangu umezaliwa wewe ni kukosokoso na ajali, tangu umekuwa wewe ni kuolewa na kuachika, tangu umeolewa wewe haupati mtoto. Leo ninaagiza kwa imani ulionayo uinuke kwa jina la Yesu. Naagiza uinuke kwa jina la Yesu. Unakuta ni kadada fulani kamekata tamaa, kanasema ni kweli mimi nilikuwa nasali, ni kweli mimi ninasali sawa, lakini mle kanisani kuna baadhi ya watu wananisema mabaya, kuna baadhi ya watu wananizungumzia mabaya, na acha kusali. Nikwambie, ukiacha sisi tunaendelea. Adui anaweza akawatumia watu wale wanaoishi nao kwa ajili ya kukuzuia kwenye imani yako. Leo ninaagiza uvute kwa jina la Yesu. Ninahitaji wale watu wenye imani, kama ambavyo yule mtu akasema Paulo akampa
ambaye amekuandikia kwa jina la Yesu. Haleluya. Majeshi nahitaji watu wenye imani kali hapa ambao sasa wachawi wanapokuja wasiwaogope. Nahitaji watu wenye misuli ya rohoni, na ndio maana leo nimekuja. Nahitaji imani yako inuke na Bwana akuvushe kwa jina la Yesu. Nahitaji yule mtu ambaye akipita mahala fulani anaona mahala hapa kuna joto sana, mahala hapa kuna joto sana usiku, alafu ni njiani anajua hapa bana wachawi wanapika. Kama hauna muda, hauna haraka, unakaa pale pale au unatembea pale pale ambapo unaona kuna moto, hata kama huoni kitu unapiga, unasema na mwanga nyama zao, unasema vile zinamwanga kwa jina la Yesu. Misaya ya kuinuka kwa jina la Yesu, misaya ya kufunga kwa jina la Yesu. Nahitaji yule mtu ambaye anatembea mara fulani, anafika kwenye mti fulani, anafika kwenye mwembe fulani, anakaa na hizi nywele zimesisimka, anasema hapa ni pabaya, hapa pana uchawi. Kama ni mtu wa Mungu umefika mahala pa hivyo, usiweze kukimbia, usiweze kuogopa. Kama una haraka, kaa pale pale, waambie sasa hawatasogea kwako, na ninaagiza pokea imani hizo kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Anayeamini nasema apokee, na anayeamini nasema apokee kwa jina la Yesu. Haya maisha hapana. Unakaa wewe kila siku ni wakuota unakabwa. Eti nilikuwa nainua mkono hauinuki, nainua mguu hauinuki, na hizi ni kitu limenikaba hapa. Naagiza na wewe uanze kuwakaba kuanzia leo. Naagiza uanze kuwakaba kuanzia leo kwa jina la Yesu. Sisi wana wa Mungu tuna nguvu sio kwa ya kawaida. Mungu tulionayo sisi sio ya kawaida, sio ya kufananisha na wachawi, sio ya kufananisha na waganga, sio ya kufananisha na wana wa giza. Nikwambie yeye ni kwa hili tu. Biblia inasema mambo yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Ina maana kumbe unapoamini unaweza mambo yote. Unapoamini Mungu anakupa mtoto, unapoamini Mungu anakupa mali sahihi, unapoamini Mungu anakuvusha kwenye miaka, Mungu anakubariki kwa jina la Yesu. Na ninaagiza baraka zichilie malomeni papa, ninaagiza ufunge kwa jina la Yesu. Ina maana kumbe hizi ni imani tu. Hebu mwambie mwenzako ni imani tu. Mwambie mwenzako, mwambie kumbe kufanikiwa panahitaji imani tu. Nikwambie hata kama unazani unaona mbele kuna giza, nenda vile vile utafanikiwa. Watu wengi wapo mahali hapa wanaweza siende kufanya biashara kwa sababu nina mtaji wa 10,000. Siwezi kuuza nyanya mimi kwa wazi yangu nilionayo, kwa sababu huwa napewa hela za lipostiki. Nikwambia utabaki vile vile hata kama una mtaji. Na mfano mtu mmoja alikuwa anafanya biashara, alianza na mtaji wa shilingi 2,000 mpaka leo ana fedha za kutosha, ana familia anaiendesha, lakini alianza na mtaji wa karanga wa shilingi 2,000. Ile fedha ulionayo anzia biashara itakuwa kwa jina la Yesu. Kwa imani ulionayo wewe huwezi ukarogeka kwa jina la Yesu. Ninaagiza waliobaki kuzuia na kuzuia imani yako wapigwe kwa jina la Yesu. Wapigwe kwa jina la Yesu. Nasema pigwa. Hapo wameshapigwa tayari. Kama haya unasema kweli pale waga tunaombewaga, lakini waga sawa maombi kama vile waga yanatenda kazi hizi, kama vile maombi kama waga yananiponya hizi. Biblia inasema utasita hata lini? Ina maana Mungu waga apendezi na wale watu wanaosita. Nikwambia unapotaka kuvuka wewe usisite, nenda vile vile. Haleluya. Umechumbia unasema jamani yule kaka jamani amenichumbia, lakini sasa kasuti kake pale ni kale tu. Akiwa anaimba siku ya nyambache, unaniambia kwenye duka fulani, nikwambia utakaa vile vile. Wana wa Mungu tunasonga mbele. Atuangalie yake. Anasema bana, mimi namwamini Mungu, lakini ninapomwamini Mungu siamini utendakazi wake. Kwa nini? Mungu ana uwezo tu wa kumponya mtu mwenye magonjwa, hawezi akamtajirisha mtu kamelogwa kale. Haleluya. Na ndio maana nakakuta hata kama angepata fedha akaamini kama zile fedha kamepewa na Mungu, kanaamini hizi fedha bana nimezipata kwa akili yangu, siendi hata kutoa fungu la 10. Kwa nini? Ni akili yangu. Lakini nikipata 10,000 nitatoa fungu la 10, 1,000. Nikipata 20,000 nitajitahidi nitatoa 2,000. Lakini nikipata laki siwezi nikatoa 10,000, zitapungua sana. Wewe umelogwa kwa imani yako hiyo. Na ndio ufunguo kwa jina la Yesu. Na ufunguo kwa jina la Yesu. Haleluya. Nikwambie hiyo kweli kabisa. Nikwambie kabisa wewe
lakini sasa nimepata milioni 4. Nikitoa hapa zitaisha, nataka nijenge. Nikwambie hautajenga, zitaisha tu. Utafunguliwa na utabarikiwa. Ninaamuru wewe umeruka kwa jina la Yesu. Umeruka kwa jina la Yesu. Haleluya. Lakini vimerogwa. Haleluya. Imani inarogwa. Mwambie mwenzako imani inarogwa. Kanakata tamaa. Unakuta kakiuza msusa. Kameuza msusa, kamepata 200, kanaanza kupigia 200 fungu la 10 shilingi ngapi? 200. Akipata 1000 anasema wewe 100 tu ya Bwana. Ngoja niipeleke. Unapopeleka vile hutakuja kufanikiwa. Nikwambia mtu wa Mungu, unavomtafuta Mungu, make sure kwenye imani yako, amini na kwenye kutolea Mungu fungu la 10. Haleluya. Tumehamaje huko? Mbona sasa unatupeleka tena pengine? Imani ni ile ile. Haleluya. Amenuna alipofikia fungu la 10. Akanuna amenikunjia sura leo jamani, fungu la 10 kwani yeye nikwambie mimi hapa kuna wengine wananifahamu majeshi. Kipindi niko hapa mimi nilikuwa napenda sana kuombea watu. Mimi. Haleluya. Nilikuwa napenda kuombea watu kwa sababu sadaka, kwa sababu nilikuwa sijui umuhimu majeshi. Nilikuwa nikipata nasema nikatoe nikanywe mchuzi wa supu na chapati. Haleluya. Sema sinitolei Bwana. Na nikija kanisani na nilikuwa na maombi yangu. Nafika na kaa. Ndio maana nilikuwa siwezi kuombea kila ibada. Nikikaa naanza, Baba kwa jina la Yesu, ninaomba nitakavoombea watu, wewe bariki maisha yangu. Mimi sina fedha, sikutolei, lakini ninakuomba tu ndio nakutolea wewe. Nilikaa vile nikitembea kiatu kama kinapinda hivi. Kwa sababu nilikuwa naamini eti ninavyoombea watu ndio Mungu anibariki. Kwenye kuombea watu Mungu hawezi kukubariki kama haumtolei. Mungu anasema nijaribuni kwa njia hii, muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka. Unapomjaribu Bwana kwa kumtolea, imani yako inainuka na anamwaga baraka kwenye maisha yako. Haleluya. Mimi ninanena kali sana, mashetani huaga wakai. Nikianza rema kapasitete, rema sabata, njia zitengenezeke, na ndio maana unajikuta kwenye kanisa wale waombaji sana hawanaga hela. Waombaji sana kanisani. Unakuta kale ambao kenda kuombea kanasema po. Na hizi vidonda, haleluya, kanazibatishaga hela majeshi. Lakini ukimkuta yule reba kapasatata na wafeka walioko angani na wafanya mpaka kuzimu na wakamata wale, unakuta analalia msusa. Akikaa na waza sasa hapa niende wapi? Sio kwa ubaya, ana imani ya kuomba sawa, lakini maombi waga yanaambatanaga na sadaka. Tusikudanganye. Haleluya. Shetani na kawaida ya kukaa ndani ya mtu, akiingia ndani ya mtu anaiondoa ile imani. Sasa anaiondoaje? Anatafuta mtu wako wa karibu. Kale kama mtu unajikuta unasali nako, nikwambie sio kila anayesali hawezi akatumiwa. Kuna anayesali ila anatumiwa. Majeshi. Kwenye kundi la Yesu alikuwa na watu akienda kwenye mkutano zaidi ya 5,000. Ana watu 6,000, ana watu 4,000, lakini ni kwenye mkutano, lakini ana wanafunzi wake ambao walikuwa ni 12. Haleluya. Ndani ya wale wanafunzi wake, kwa lugha nyingine, alikuwa na viongozi wake. Majeshi. Ndani ya wale viongozi wake palipatikana mtu ambaye anatumiwa na shetani. Akapatikana mtu ambaye anatumiwa na shetani mle. Kuna kipindi Yesu anazungumza aliyo mema, anataka aende msalabani, akakataa, akasema hapana, wewe Bwana huwezi kwenda kule, wewe huwezi ukasulubiwa. Yesu akamjibu akamwambia, ushetani toka mbele yangu. Majeshi. Ukipazo mbele yangu, toka mbele yangu. Majeshi. Lakini unaangalia huyu shetani alimtumia mtu ambaye ni mwanafunzi wa Yesu, na wanakaa pamoja na wako 12, sio wengi kama hapa. Haleluya. Wanakaa pamoja, wanakula pamoja, lakini shetani akamtumia. Na wewe ulioko mahali hapa, usifuate jini yako. Wewe amini tu, nikienda mbele ninasonga mbele, hakuna kunizuia. Ambatana na Baba vile utafika mbali kwa jina Yesu. Usisikilize watu, unashangaa ni kweli unasali naye, lakini ukikana anaanza kukushauri, anasema hii wagosha ila hele ngosha wapande kaka jinga matumbate na pande kiasi kadhaa. Anakuambia hapana, ukienda kuitoa utamaliza. Kwa nini usinunue kitu fulani watoto wako wakaje kufaidika kuliko kupeleka pale? Nikwambia utanunua baada ya muda kataisha tu. Biblia inasema baraka ya Mungu hainaga majuto. Unapomtumikia Mungu na kumtolea Bwana, hauwezi ukajuta kwenye maisha yako. Unapotoa fungu la 10, Mungu anakulinda kwa jina la Yesu. Na ninaagiza yote mbele mwaminifu kwa Bwana mara hapa, Mungu akufungue kwa jina la Yesu. Afungue maisha yako kwa jina la Yesu. Afungue ndoa yako kwa jina la Yesu.
inawezekanaje? Kuna mtu kanasema jamani, huyu sasa tulikuwa naye hapa anavyotamka hivi, inawezekanaje sasa? Haleluya. Nimeingia kwenye kamji, nimetuma, nikasema sasa hapa si ndiko mwisho wa dunia? Kuna nyumba ngapi? Nikasema hapa kuna watu watakuja, majeshi. Nikajipa moyo, nikasema hapa. Nikaanza kusali ibadani. Ninasali na mtu mzima mmoja na vitoto viwili. Vimekaa pale ibada ya Jumapili vinanisikiliza. Nasema sasa nimeenda nasoma nikavikuta vimekaa. Kwanza nilitangulia nikajikuta mwenyewe, majeshi. Na sasa ninamhubiria nani? Nikaomba nikachoka. Baada ya muda nikaona kama mama kamoja na kenyewe nikazee, si kabibi, majeshi. Kakaje na kameza kake, alafu kamekata na pazia lake kamelichonga ili kaje kafunikia kwenye ile meza. Kakaleta mpaka pale kakaweka mbele kule niliko, kakafunika. Sina hata kiti kanisani. Kalivyofunika na watoto wawili wakaja, waliposikia ninaomba na waza ili anasema lugha gani, wakakaa pale, somo likaruka. Nikasema nimeandaa somo kali la kufungua watu. Hawa nitawahubiria nini, majeshi? Adui ana kawaida kutengeneza hofu ili usiogope. Nikamwomba Mungu, niambie nipe neno. Ina maana nikakaa navyo pale, nikaanza kuviambia kwenye kuombea chakula tunaombaga hivi. Hebu sema kwa jina la Yesu. Soma limehama, majeshi. Ikabidi nianze kufundisha kuombea chakula. Ni baada ya kwanza nikarudi nyumbani. Ni baada ya pili nakuja watu kama watu hawapo. Alafu nikiangalia miji inahesabika. Nikamuomba Bwana siku moja, nikaamka saa 9 usiku. Nikakaa ndani nikasema ninahitaji watu na wavuta waje watu mbali, sio mara pale. Mwisho wa siku nikaanza kusali na watu 70. Ninaagiza unapokuwa na imani unavuta kwa jina la Yesu. Hakuna jambo linaloshirikana unapokuwa na imani. Unapoanza jambo unaona kama wateja hawaji. Unaanza biashara unaona jamani, mbona wateja kama hawaji. Unaanza kazi unasema jamani, hii kazi mbona kama ina maluelue. Vile nikwambia hakuna safari ya mafanikio inayokosa vita. Vita huwa iko pale. Na Biblia inasema kila jaribu linapokuja uoga alikosi mlango wa kutokea. Nikwambie vita ziache zije, lakini tafuta mlango utoke kwa jina la Yesu. Ndio nafungua mlango utoke upeye, nafungua mlango upeye kwa jina la Yesu. Haleluya. Biblia inasema vita itakuja, sawa. Kwa nini Mungu akusema ukinitumikia siwezi nikaileta vita kwako? Vita zipo tu. Usiseme sasa ninaomba reba kapa satata nitazikatakata vita hazina nisogelea. Hata baba Askofu Gwajima asingekuwa naomba, hata Yesu asingekuwa naomba. Yesu akafunga siku 40 akaenda nyikani anaomba, majeshi. Kama Yesu alikuwa na vita, wewe ni nani usiyekuwa na vita? Majeshi. Ziache vita zije, lakini wewe uwe na imani tu, hizi vita nitazishinda. Achana na manunguniko. Wewe sema tu nitashinda vyovyote watakavyokuja, vyovyote watakavyoshinda mimi nitashinda kwa jina la Yesu. Na ninaamini kwenye imani hiyo upokee nguvu za Roho kwa jina la Yesu. Naagiza pokea kwa jina la Yesu. Haleluya. Vita huaga haiaji kuja. Nimekaa kule na shangaa wananifuata wazee. Wananiambia sasa mchungaji, tunaanza migambo. Huko hamna, huko ni mjini, majeshi. Wananiambia unasali, mchungaji kijana hivi, unafundisha nini? Sasa itabidi sasa hivi tunaenda kukimbia uwanjani migambo, majeshi. Alafu siku ya migambo akaipanga Jumapili. Alafu wakasema kwa wiki tutakuwa tunakimbia mara 2. Na ndiye Rais Samia ametuagiza tunataka twende kwenye kaburi la mzee Malunde. Si Malonde. Anasema tukimbie tutamlinda, twende kwenye lile kaburi. Wakaniambia watemi kule kuna watemi wa sungusungu. Wakaniambia sasa wewe mchungaji inabidi uwe unakuja, tunakimbia wote. Haleluya. Tunakimbia migambo, tunaenda tunarudi. Naambia Jumapili mimi huwa nina ibada. Sema hamna, kwanza nataka ushone na mauzi fulani wewe unavaa kichwani. Kanibia bana, alafu unavaa na ngozi ya ng'ombe. Haleluya. Utafute na mkuki. Ukiwa unakimbia na mkuki, unatafuta mishale, tunajifunza kulenga. Majeshi. Nikawaza hiki kitu itakuwa ni adui anataka anitoe. Majeshi. Kwa sababu wameweka siku ya Jumapili, wakaweka na siku ya Jumatano, siku zote ni siku za ibada. Nilichokifanya nikawaambia kule sikimbii, mkiniambia nikakimbia basi wanangu mtawaombea nyinyi. Haleluya. Nikamwambia sasa nyinyi ndio mtakuwa mnakuja mnaombea, na akianguka pepo mje mumuombee nyinyi na mfungue. Sisi hatuwezi kabisa. Nikamwambia sasa kama mwezi hapa ninayofanya kazi, nafanya kazi ya Mungu, na ninachokifundisha siwafundishi watu ujambazi. Majeshi. Hayo fundishi ujambazi na kaa. Mpaka leo hawajawahi kunifuata tena kunipeleka kwenye mgambo. Nikwambie kuna baadhi ya kitu tunakuja kwako, adui anakileta kama cha hatari.
jamani nakata tamaa, nitafungwa kweli, jamani nitauliwa. Pale ndipo adui anampa nafasi, anakufuata, anasema kumbe hili alijua hata asili yake, kumbe hili alijua hata lina nguvu ya namna gani. Anakuja anakuangusha. Nikwambie watawaje watakavyokuja, wewe utapenya kwa jina la Yesu. Vyote vile hii na watangazia watu waliofunga tumbo lako, waliofunga maisha yako, waliofunga ndoa yako, hiyo wametoa kafara za namna gani, wametoa sadaka za namna gani, wamechinja ng'ombe wangapi, wametoa watu wangapi, wamelipa gharama za namna gani, hawezi wakakuzuru wewe kwa jina la Yesu. Na agiza hawezi wakagusa kwako kwa jina la Yesu. Watoe kafara watakavyotoa, waseme watakavyosema, wafanye watakavyofanya, wewe haupigini kuanzia leo. Kwa hiyo imani hakuna atakayeangusha, na leo utafunguliwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Mwingine hata anielewi. Hebu mdogeje na naombe unamuelewa kweli? Hebu unaelewa kweli anachokisema? Mimi nilikuwa nashangaa kumbe kanaongeaga haraka haraka. Nilikuwa sijaku kaonaga kanahubiri. Kumbe na Kenya kanafanyaga hivyo. Majeshi. Usiangalie urejeleo kuvuka. Amen. Haleluya. Adui anaweza akakuletea hofu hata kwenye ndoto. Kishangaa unaota ndoto, ile ndoto inakutia hofu. Ikikutia hofu, tayari imani yako inashuka chini, unashindwa kwenda mbele. Haleluya. Sio kila ndoto ambayo unaiota ni ya Mungu. Kuna ndoto zingine unaoteshwa na wachawi ili uogope. Nikwambie mtu anapokuwa na uoga, imani huwa ina kawaida ya kutoka. Mfano majeshi. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Musa. Mungu akamtokea Musa, akamwambia bana, kuna kilio cha watu wangu kule, nataka ukafanyaje ukawaokoe. Haleluya. Yule Musa alichokifanya, aliogopa. Akaanza kutetemeka, akasema hapana Mungu, mimi siwezi kwenda kuwatoa. Cha kwanza nitamwambia nini Farao? Haleluya. Majeshi. Mungu alichokifanya akamwambia, wewe bana usiogope. Usiogope, chochote nitakachokwambia wewe ukaseme ndicho utakachosema. Haleluya. Akamwambia usiogope, nenda vile vile. Hebu angalia lile neno Mungu anamwambia Musa. Jambo la kwanza kwenda kuokoa watu, wasiogope. Majeshi. Ina maana vitisho huwa vina kawaida vinakuja, lakini vile vitisho visikufanye uogope. Ina maana unapoogopa ile imani inashuka. Ukiogopa tu unaanza sasa itakuwaje? Itafungwa jamani. Kausha damu hizi. Haleluya. Si unaziona kausha damu majeshi. Lakini sasa hivi bana nitaenda selo. Unapokuwa mwoga vile adui anapata mlango anaingia, na ndio maana unashangaa kuna baadhi ya mtu anaweza akaanza kukuhadithia ndoto asubuhi mpaka kesho asubuhi. Haleluya. Anakuambia niliota ndoto na kimbizo mara mangome, mara nikaota nipo chooni, mara nikaota na paa. Majeshi. Anaota na nyoka imenizungukia, nimeota nyoka imenizungukia. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Amen. Majeshi. Anasema bana mimi bana nimeota nyoka inafanya hivi. Zile ndoto za vitisho. Ukianza kuota ndoto za namna hiyo, sio zote anazileta Mungu. Kuna baadhi ya zingine adui anazileta kwako ili upate hofu. Ukipata hofu tu tayari anaingia anapiga familia. Majeshi. Anaingia anapiga ndoa. Na ndio maana leo nataka tushughulikie mapepo hapa kwa kuwa umeshakuwa na imani. Haleluya. Wewe mwenye imani hakuna mchawi atakayekuzuia. Naomba tufungue tena kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 kuanzia mstari wa 12 mpaka wa 16. Matendo ya Mitume, naomba kama unapata soma ya haraka, nataka tufanye maombi. Amen. Nataka tuombe sasa. Fungua. Yes, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 kuanzia ule mstari wa 12 mpaka mstari wa 16. Haleluya. Naomba tusikilize kwa makini. Siitikia mimi kwanza umeshanikera. Kama kuna mchawi hapa ananielewa vizuri. Haleluya. Ukimwona mwenzako amenuna ujue tayari. Hebu mgeukie. Sasa unaona anashangaa sana, wewe jue tu tayari huyo. Haleluya. Ndio maana leo utafunguliwa hivyo hata kama umekaa naye kwenye kiti. Namba shepherd kama mpata Matendo ya Mitume. Yes, mpaka tunasoma tu yote. Mikono ya mitume ikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, nao wote waliokuwako kwa nia moja katika ukumbi wa shule. Na katika wote wengine hapana hata mmoja
mmoja aliyethubutu kuambatana nao, ila watu walikuwa walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana. Mwanzo kidogo majeshi. Biblia inasema kulikuwa na watu wakamletea baadhi ya mtumishi mmoja ambao ni watu wa mitume. Mitume ni watumishi wa Mungu. Haleluya. Alipomleta pale, ishara nyingi na maajabu zikatokea, akafungua watu. Ina maana ishara nyingi na maajabu, ina maana Mungu alikuwa anataka miujiza, ambayo ile miujiza ukiangalia ndio unashangaa. Majeshi ndio ishara nyingi na maajabu. Sasa kuna baadhi ya watu wakaanza kusema hapa bana, sidhani kama itakuwa hilo. Wakaanza ndani yao hawakuamini. Majeshi. Kwa leo ndio kuzungumza, wakaanza kujifikiria labda hili kanisa, hizi ishara na maajabu ni za kweli. Hawa mitume ni wa Mungu kweli. Haleluya. Ina maana hawakuwa na imani. Wale walioamini, Biblia inasema wale waliofanyaje? Walioamini. Hebu sema walioamini. Wale walioamini wakawafuata wale mitume. Hebu soma hapa chini. Ila walioamini, kitu ambacho ninachokitaka ujue, walioamini kwanza. Haleluya. Ndio. Na kwa Bwana, wanaume na wanawake. Yes. Endelea. Toka 16. Hata ikawa katika mji huu, kutoka nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majambi na magodoro. Ili Petro akija, kivuli chake kimwangukie mmoja wapo wao. Nimeishia hapa, naomba ukae tu. Majeshi. Kwa sababu ya muda wangu, naomba nitasoma haraka. Naomba fungua kwenye kitabu cha Mithali sura ya 14 na ule mstari wa 11. Naomba nielezee hapa kwanza. Majeshi. Biblia inasema walioamini wakaenda wakazidi kuongezeka kwa wale mitume. Baada ya kuongezeka, wakaanza kuwaleta na wagonjwa, wakaweka mahala ambapo ilikuwa inatakiwa wakae. Hawakutosha mpaka wakaanza kuwatoa nje. Majeshi. Wakitegemea mtumishi mmoja ambaye anaitwa Petro, akipita kivuli chake kilikuwa kinaponya. Haleluya. Ina maana ile ni imani isiyokuwa ya kawaida. Inachohitaji uwe na imani ambayo inatenda kazi. Majeshi. Alipofanya vile, hebu just imagine tu hata hapa uambiwe baba akipita tu, weka miguu yako kama inawaka moto, kivuli kikigusa umepona. Mwingine anasema watole mba. Majeshi. Anasema inawezekanaje? Weke tu, yani kivuli. Ukisema vile tu uweze kufunguliwa. Amen. Na maana wale wakaamini, wakakaa pale wagonjwa. Baada ya kukaa pale, mtu alipokuwa akipita wanafunguliwa. Majeshi. Haleluya. Nataka sasa twende tuombe. Hebu sema tuombe. Amen. Nataka tuombe. Naomba fungue hicho kitabu ambacho nimekwambia tukisoma kwa haraka. Mithali sura ya 14 mstari wa 11. Nataka tuombe, na tutakapoomba nahitaji kila mmoja aombe kwa imani. Amen. Kila mmoja anaomba kwa imani. Kuna mwingine imani yake anaielekezeaga, niombewe na shepherd fulani, niombewe na mtu fulani. Mimi siwezi kuomba. Haleluya. Hivyo utachelewa. Wewe mwenyewe unaweza kujiombea na ukapokea uzima. Haleluya. Naomba kama mpata pasome. Hapana. Wa mstari wa 11. Nyumba ya mtu mbaya itabomolewa, bali hekima ya mwenye haki itafanikiwa. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Niishie hapa. Naomba majeshi. Kama nile hapa, Biblia inasema nyumba ya mtu gani? Nyumba ya mtu gani? Jamani, tuelewani. Hebu sema nyumba ya mtu gani? Ya mtu mbaya itafanyaje? Itabomolewa. Ina maana mtu mbaya ni mtu wa namna gani? Mchawi. Mtu mbaya ni mtu wa namna gani? Mganga. Mtu mbaya ni mtu wa namna gani? Ni kale ambako kanakuonea wivu wewe, kanaanza kumwambia jamani wewe baba handsome, wakati baba yule ni mmeo. Majeshi. Yule ndio mtu mbaya. Maana neno nyumba kwa lugha nyingine ni mtu. Biblia inasema mili yenu si mili yenu wenyewe, bali ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ina maana ni hekalu, ni nyumba. Majeshi. Biblia inasema nyumba ya mtu mbaya itafanyaje? Itabomolewa. Ina maana mwili, lugha nyingine sasa unatumia neno mwili wa mtu mbaya utabomolewa. Mwili wa mtu mbaya utapigwa. Majeshi. Hauwezi ukabomolewa pasipo kuupiga. Leo nataka tubomoe kwa jina la Yesu.
Tutakapoomba kwa imani, sema ile nyumba ya mtu mbaya, wale watu ambao wamekaa, wale mapepo waliokaa ndani ya mwili wangu wakaufanya kuwa nyumba, ninawaondoa, ninawapiga wale ambao wamepanda mabaya juu yangu. Majeshi. Utakaposema vile, wale unawapiga ndio nyumba ya watu wabaya. Majeshi. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Ninakamata kila roho, funika macho. Sema kwa jina la Yesu. Ninakamata roho yoyote ambayo inazimisha imani yangu, kwa jina la Yesu ninaiangamiza kwa damu ya Yesu. Imeandikwa yeyote yule, sema yeyote yule atakayeua kwa upanga, na yeye atauawa kwa upanga, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaagiza yeyote yule aliyeingia ndani yangu akapanda magonjwa, akapanda laana, akapanda mikosi, akapanda tabu, akapanda matatizo, leo ninaachia moto kwenye nyumba yake, kwenye mji wake, kwenye familia yake, kwenye ndoa yake, kwenye mji wake, kwenye makazi yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nasambaza moto. Imeandikwa alivyo Baba ndivyo alivyo Mwana. Imeandikwa Mungu wetu ni mtu wa vita. Ninaagiza kama ambavyo Mungu ni mtu wa vita, na mimi hapa ni mwanae, ni mtu wa vita. Najitwika silaha na wafuata adui zangu, ninawapiga kwa jina la Yesu. Sema nawapiga kwa jina la Yesu, nawapiga kwa jina la Yesu. Waliozuia ndoa yangu, waliozuia uzazi wangu, waliozuia familia yangu, waliozuia muujiza wangu, leo nawaangamiza. Imeandikwa nayaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu, kwa jina la Yesu. Ninawaangamiza wale adui wote kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Waliozuia maisha yangu, waliofunga ndoa yangu, waliofunga elimu yangu, waliofunga masomo yangu, ninawaangamiza kwa jina la Yesu. Hebu simama juu. Reba kapa satandura baba. Simama juu, nataka tuombe kwa dakika chache. Reba soto kapara mamando shibiri kapa. Reba ndakapara mamando. Hebu sema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, naachia moto